Kwa hiyo unaiandika, itakusaidia sana. Kuonewa maana yake ni kufanywa kuwa duni kwa makusudi mbalimbali. Kufanywa kuwa duni kwa makusudi mbalimbali. Na nikakufundisha nikakwambia kwamba tunapozungumza kwa habari ya kuonewa, hususan kuonewa kiroho. Neno kuonewa kiroho, yani spiritual oppression. Neno kuonewa unaliona kwenye ulimwengu wa mwili, lakini pia unaweza ukaliona kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili hakijaanzia hapa mwilini, kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kila unachokiona hapa duniani kwanza kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Mungu alipokuwa anafanya uumbaji, aliumba ulimwengu wa aina mbili. Aliumba ulimwengu wa mwili, aliumba ulimwengu wa roho. Lakini kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, kilichoanza kuishi cha kwanza ni ulimwengu wa roho. Ndio maana kwenye Biblia utaona maandiko kadha wa kadha kwa habari ya ulimwengu wa roho. Kwa mfano kitabu cha Waefeso ile sura ya 1 na mstari wake wa 3. Biblia inasema wazi, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaanza kuona uthibitisho wa kibibilia kwamba ulimwengu wa roho upo, lakini pia ulimwengu wa mwili ni huu tunaouishi. Ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, ulimwengu zote hizi mbili ziliumbwa na Mungu, lakini Mungu aliusuka ulimwengu wa mwili akiwa kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu cha kwanza kuishi ni ulimwengu wa roho. Hebu sema ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kila ulimwengu unaouona una vitu vyake na una maisha yanayoendelea. Hapa mwilini kuna maisha yanaendelea, pia kwenye ulimwengu wa roho kuna maisha yanaendelea, na kuna viumbe wako hai, wanaweza wakaongea, wanaweza wakagombana, wanaweza wakapigana, wanaweza wakasingiziana, wanaweza wakaoneana wivu, wanaweza wakapendana kabisa kabisa. Ulimwengu wa mwili ni fotokopi ya ulimwengu wa roho. Kila kilicho ulimwengu wa mwili kipo kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili una viumbe, ulimwengu wa roho pia una viumbe. Ulimwengu wa mwili viumbe wake wanaweza wakapigana kabisa. Mimi na wewe tunaweza tukapigana, rohoni pia wanaweza wakapigana. Ulimwengu wa mwili viumbe wake wanaweza wakapendana, the same apply. Ulimwengu wa roho viumbe wake wanaweza wakapendana. Kwa hiyo wakati Mungu anausuka ulimwengu, aliusuka ulimwengu wa aina mbili. Na ndio maana napokwambia kwa habari ya kuonewa, ulimwengu wa mwili hapa unaweza ukaonewa, pia rohoni uonevu upo. Nikakutolea mfano wakati wa ibada ya asubuhi, nikakwambia kuna watu ambao unaweza ukaonewa mwilini. Kwa mfano, nirudie mfano huu ambao niliusema asubuhi. Wewe una eneo lako la kiwanja, una kiwanja chako cha futi au cha miguu 20 kwa 20, lakini mwenzako pia ana kiwanja chake cha 20 kwa 19. Huyu mwenzako akawa mjanja, akamega eneo lako, akasingizia lake 20 kwa 20. Kwa hiyo wewe ukabaki na 20 kwa 19. Huyu mwenzako kwa kuwa anafahamiana na viongozi wa serikali za mtaa, anafahamiana na mtendaji, anafahamiana na watu wa serikalini, anawahi kwa watu wale na kutoa rushwa na kuwarubuni watu wale wawe upande wake. Wewe unapotangulia Jumatatu kwenda kupeleka shtaka lako, mwenzako ameshawahi tangu Jumamosi. Unaamini kwamba wikendi hawafanyi kazi, mtenda Jumatatu kumshtaki serikali za mtaa. Kumbe mwenzako mwenyekiti wa serikali za mtaa anakutana naye kwenye mabanda ya video na vijiwe vya kahawa, anamnunulia kahawa pale, anampa chochote kitu, mwenyekiti anaingia kwenye mfumo. Unapokwenda Jumatatu kupeleka mashtaka yako kwamba nimekuja mwenyekiti, nimezulumiwa eneo langu, mwenyekiti tayari ameshalambishwa asali. Mwenyekiti atakuwa upande wa yule, kwa hiyo watakuonea, wanakuonea, lakini ni haki yako, ila unaonewa. Kwa hiyo unaonewa, hiyo ni kwa namna ya kimwili kabisa, pia kiroho ipo. Na ndio maana nimekwambia jambo la kuonewa lipo mwilini, lakini kwanza lipo kwenye ulimwengu wa roho. Nikakwambia pia kila unachokiona hapa mwilini kipo ulimwengu wa roho, vikiwepo viti, zikiwepo nguo, yakiwepo magari, kila kitu. Lakini chochote kilichoko ulimwengu wa roho ni roho. Kwa hiyo ni roho iliyokamafraji katika sura ya magari. Ndio maana kwa mfano ukisikiliza shuhuda za watu ambao waliwahi kuwa wachawi wakaokoka, wanasema tulikwenda kuzimu tukakuta magari, kuna majumba, kuna kila kitu.
Jambo la kujua ni moja, sio kwamba kuzimu kuna magari kama unayoyaona haya, hapana. Ni roho kamili zilizogeuka kuwa magari. Roho inaweza kageuka chochote anachokitaka ili kutimiza matakwa yake. Ni kanuni ya rohoni. Ndio maana kwa mfano, kuna watu wanaota ndoto. Kwenye ndoto unaweza ukamwona mnyama, lakini yule mnyama anapokukaribia anageuka na kuwa mtu. Kwa nini? Ni kanuni ya kiroho. Rohoni unaweza ukageuka chochote. Roho inaweza ikageuka chochote. Roho inaweza ikageuka kuwa kitu ukakaribu. Roho inaweza ikageuka kuwa mti ukakupa kivuli. Wale wasomaji Biblia mtafahamu story ya Yona. Yona anakwenda Ninawi, kukawa na jua kali sana. Nimefika mimi kwenye mji ule, anakwenda Ninawi, kuna jua kali mno. Yona akachoka mahali akasema, jamani, jua kali ni bora nife. Maandiko yanasema wazi, Yona akaona mti umetulia una kivuli kizuri. Yona akasema, wacha nikae kwenye mti. Akakaa kwenye mti pale. Mungu alimtuma malaika wake akamtengenezea kivuli. Yona akakaa. Yona amemaliza akaondoka, anarudi baadaye kupumzika kwenye mti, anaukuta mti haupo. Yona akakasirika. Hakujua kwamba ni malaika ametokea ili kumtunza kwa muda kwa ajili ya kazi ya Bwana. Roho inaweza ikageuka ikawa mti. Roho inaweza ikageuka ikawa mnyama yoyote. Ndio maana wale watu mnaoota ndoto, kila unayekiona kwenye ndoto sicho kile kama unavyokiona. Chochote ukionacho kwenye ndoto ni roho ile iliyovaa umbo la aina fulani. Unaweza ukaota wanyama, unaweza ukaota simba, unaweza ukaota mbuzi, unaweza ukaota watu, unaweza ukaota unakimbizwa na ng'ombe. Sio ng'ombe yule, ni roho kamili iliyochukua sura ya ng'ombe. Ndio maana nikupe mfano mwingine wa kifamilia kabisa. Kuna watu ambao unaweza kuota ndoto ndugu zenu na wapendwa wenu waliokufa zamani. Unaota ndoto uko na babu yako aliyekufa, au mama yako aliyekufa, au baba aliyekufa, au ndugu yoyote aliyefariki, na mnaongea naye. Na unapoamka unasema, yani nimemuota kabisa mjomba leo, nimemuota mjomba leo kabisa, nimeona mjomba leo, nimemuota wa Ugweno, bila kujua kwamba sio mjomba wako. Ni roho zilizoko kwenye familia. Tutaona tutakapofika kule mbele maonevu katika familia. Watu wengi kwenye familia wameonewa na mamlaka za kifamilia na mifumo ya kifamilia na roho zilizoko ndani ya familia. Kwa hiyo kuna watu ambao unaweza ukaiota ile ndoto ni roho kamili iliyoko kwenye familia, ila inaweza ikachukua sura ya mtu aliyekufa zamani kwenye hiyo familia. Ndio maana kuna watu wanawahi kuitwa wachawi. Mtu anakwambia mchawi wewe kwa sababu amekuota mchawi, lakini sio mchawi. Kinachofanyika nitakwambia, roho chafu za kichawi zinaweza kuvaa sura yako, alafu zikamtokea mtu kwa ajili ya kumwangia. Sasa mtu yule kwa namna ya kiroho, kutumia macho ya roho, anakuona ni wewe, kumbe ni wachawi wamechukua sura yako. Washindwe kwa jina la Yesu. Okay, mimi hapa ni mfano wa kilichopo rohoni. Mpaka hapo nani umenielewa kwanza? Hebu sema amen. Napokufundisha sasa kwa habari ya spiritual oppression, kuonewa kiroho, maana yake unafanywa kuwa duni kwa namna ya kiroho kwa ajili ya makusudi fulani fulani. Nimekwambia kuonewa ni kufanywa kuwa duni kwa ajili ya makusudi fulani. Sasa unapoonewa spiritually, kunakuwa na makusudi. Kwa nini unaonewa kiroho? Unaweza ukaonewa kwa sababu ya kisasi. Kwa mfano, wana wa Israeli walipotenda dhambi, Mungu akawapeleka Babeli. Kitabu cha Danieli ile sura ya kwanza. Fungua mimi kitabu cha Danieli sura ya kwanza. Danieli sura ya kwanza. Danieli sura ya kwanza. Spiritual oppression. Danieli sura ya kwanza, tuanzie mstari wa kwanza kabisa. Kama uko karibu na mtu kwenye Biblia, chungulia Biblia yake, tusome neno. Danieli sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusulu. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari. Yani leo hii inaitwa Iraki, ndio hiyo Shinari, mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Nataka nikufundishe sasa. Nimekwambia kuonewa ni kufanywa kuwa duni kwa makusudi fulani.
Hapa wana wa Israeli wanakwenda kuonewa na Nebukadreza mfalme wa Babeli. Wanaenda kuonewa kwa sababu gani? Yehoyakimu mfalme wa Yuda na watu wa Yuda walitenda dhambi. Nyakati hizi Israeli iligawanyika vipande vipande. Kwa hiyo Israeli ikawa inatawaliwa na yale makabila 12 ya Israeli ni watoto 12 wa mzee Yakobo. Kwa hiyo makabila yale yalikuja kugawanywa alipokuja Yoshua. Baada ya kufa kwake Musa, Mungu akamwambia Yoshua mtumishi wa Musa, akamwambia Yoshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Inuka wewe utawaingiza watu hawa kwenye nchi niliyowapia baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio maana ya Musa kufa kwenye mlima Nebo. Yoshua akawachukua wana wa Israeli wakavuka Yordani, wakaanza kukutana na Yeriko, kwa sababu kijiografia ukitoka mlima Nebo ambayo leo hii ndio inaitwa Moabu, mlima Nebo ndio hii leo iko katika nchi ya Jordan. Ukitoka tu mlima Nebo pale bondeni unakuta mto Jordan, unakuta Jordan iko pale. Ukiuvuka Jordan mji wa kwanza unaitwa Yeriko. Yeriko ndio mji wa kwanza ukitoka Jordan unaukuta Yeriko kijiografia. Nimekuwa Yeriko pale na nimeona mazingira yote. Kwa hiyo wakaukuta Yeriko. Walipoukuta Yeriko wakaupiga, Yoshua akaanza kutawala. Walipotawala wakaishika nchi ya ahadi. Israeli ikagawanywa katika utawala wa kimakabila. Kuna kabila la Dani likapewa eneo fulani, kuna kabila la Yuda likapewa eneo fulani, kuna kabila la Simeoni eneo fulani. Makabila yakaanza kutawala kwa nafasi. Kwa hiyo ulifika wakati ambao Yehoyakimu mfalme wa Yuda alikuwa anatawala. Alipokuwa anatawala wakatenda dhambi, wakamtenda Mungu dhambi. Mungu akawauza akawapeleka Babeli. Kwa hiyo wanakwenda Babeli, wanakwenda kuonewa kwa makusudi ya dhambi walizozitenda. Kwa hiyo uonevu ulioenda kuupata ni uonevu halali. Kwa nini? Kwa sababu alimtenda Mungu dhambi. Mungu akawapeleka kwenye uonevu, ukaonewe kwanza. Kuna wakati ukionewa ndio akili inakaa sawa. Haleluya. Kuna wakati Mungu ni Mungu wa makusudi, atakuruhusu uonewe kama taifa. Ukishaonewa uonevu ukizidi sana, akili zitawakaa, ndio mtamka nchi nzima tukubali. Kwa nini? Umenyooshwa. Haleluya. Wakati mwingine Mungu anakuacha ishi tu uwezavyo. Unaishi jamani, unapenda rushwa, unapewa shilingi 10,000, unajisahau unapewa shilingi 1,000. Uonevu unazidi sana, mnanyukwa viboko. Yaani unaonewa na mgambo bila sababu, unaonewa mno. Polisi anakuonya bila sababu, mgambo anakuchapa. Yaani unaonewa sana mpaka rafika wakati anasema jamani, sasa inatosha. Bali ndio Mungu anajidhihirisha. Mungu yuko vile. Kwa hiyo aliwaruhusu wakaonewe. Kwenye kuonewa kule sasa wakaenda Babeli. Kwa hiyo unaona hii sababu ya kwenda kuonewa kwao Babeli. Wengi kitabu cha Danieli mnakisoma tu ile sura ya 10. Si malaika Gabrieli akatuma kupeleka majibu kwa Danieli. Lakini haya mambo mengine wengi hawayasomi. Kitabu hiki ni kitabu cha kimfumo. Wanatolewa katika nchi ya Israeli, wanaingizwa kwenye mfumo wa kibabeli. Na kuingizwa kwenye mfumo wakabadilishwa mpaka majina. Utaona kule mbele namna ambavyo mifumo ya familia inawaonea watu. Wakabadilishwa mpaka majina. Haya majina wanayosoma wewe kwenye Biblia, si Danieli, si Mungu wa Shadraki, Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego. Haya majina ya Shadraki, Meshaki, Abednego sio majina ya Mungu, ni majina ya mashetani wa Babeli. Ndio unajikuta wewe unaomba sasa, unakuja mbele zako, Mungu wa Shadraki, Mungu wa Meshaki na Abednego. Abednego ni jina la shetani wa Babeli, ni Mungu wa Babeli, Mungu wa hekima za kibabeli. Sio Mungu yule mwabudu wewe. Lakini haya yalikuwa majina yao, walibadilishwa majina. Nikuonyesha hii kama password. Mungu akikupeleka mahala kuonewa ili akufundishe, anayekuonea anakuwa na nguvu mno juu yako. Lakini utakapomlilia Bwana tena, Mungu anampiga anayekuonea. Mungu ndio yuko vile. Angalia Danieli sura ya 1, hebu cheki ule mstari wa 7. Angalia mstari wa 7. Nikuonyeshe mambo haya. Wewe uliyekomaa tu, Mungu wa Shadraki, Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego, ujue hata unachoomba. Ndio maana maombi hayajibiwi. Danieli sura ya 1 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: mkuu wa matowashi anaitwa Ashpenazi huyu. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimuita Danieli Belteshaza, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Unaona maneno haya? Majina ya Kiyahudi ya Kiebrania. Danieli alikuwa anaitwa Belteshaza, lakini jina lake ni Danieli. Wakambadilisha jina aitwe tena Danieli kwenye Babeli, wakamuita Belteshaza. Alafu cheki pale mbele,
Anania ni jina la Kiebrania. Anania ni jina la Kiebrania. Anania kageuzwa jina, akapewa jina la Kibabeli, anaitwa Shadraka. Alafu Mishaeli, Mishaeli ni jina la kimungu kabisa. Mishaeli ni jina la kimungu linalompa Mungu utukufu. Ndio maana huwa nawapenda sana Wachaga. Wachaga si walichunguliaga wapi wazazi wao. Majina yao mengi yana uungu ndani yake. Kwa mfano, mtu anaitwa Aikaeli, unaona? Kuna mtu anaitwa Mishaeli, kuna mtu anaitwa Sifaeli. Majina ya kimungu yale. Ni kama huyu hapa anaitwa Mishaeli, ni jina la Kiebrania. Akabadilishwa hilo jina la kimungu, akapewa jina la mungu wa Babeli, Meshaki. Ni Mishaeli, wakambadilisha aitwa Meshaki. Wewe uko leo tu unaitwa nani? Naitwa Meshaki Makatumbula, hata hujui kinachoendelea. Ni kuonyesha mambo haya. Angalia mtu mwingine tena, Azaria akaitwa Abednego. Majina haya Shadraka, Meshaki na Abednego ni miungu ya Kibabeli. Kwa mfano, unaweza ukagugo kwa simu tu, gugo kwa simu, ingia Google, andika nini maana ya Shadraka, utaona nini maana ya Abednego, utaona ni miungu ya Babeli. Miungu ya Babeli. Babeli wanaabudu mungu anaitwa Aki, yuko juani, mungu jua, wanaliabudu jua. Kwa hiyo mungu wao wana jina hilo. Watoto wa Mungu, haleluya. Lakini sasa utaniuliza, je, mwalimu, mimi niliyeokoka na ninaitwa Abednego, na tuna askofu maana anaitwa Abednego, na ninaitwa Abednego, naitwa Shadraka, kwa hiyo mwalimu na mimi nina matatizo? Nitakwambia hapana. Unapookoka unahama kwenye mfumo huu wa kishetani wa Kibabeli. Kama unaitwa Abednego na umeokoka, utatoboa na utafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ulipookoka umempokea Yesu. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Haleluya. Hapo ndio unapotoboa. Ndio maana kama unaitwa Abednego na hujaokoka, mimi nakuhakikishia utoboi. Tuko hapa. Eti Abednego na Yesu mtaki, matter of time. Utazuia mjini hapa, utazeeka hapa, utaishia kushona viatu. Kwa nini? Unaitwa Abednego na Yesu mtaki. Unapompokea Yesu, jina la Yesu limebeba ukuu sana kuliko majina yote. Ndio maana hujawahi kuwaza kwa nini Mungu alimkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. Mungu alikuwa anajua kuna watu wamefungwa kwenye majina. Kuna mtu jina lako sio lako, ni la bibi yako. Bibi yako alikuwa mchawi, kwa hiyo uchawi wa bibi uko kwako, ila bado hujafunuka. Uwezi ukatoboa hapo. Ndio maana sasa unapompokea Yesu, maana yake Yesu ni madhabahu. Yesu ni madhabahu. Unapompokea Yesu, yani unaileta madhabahu ya Mungu ndani yako. Jina la Yesu linakaa juu ya majina yote. Jina la bibi, jina la Meshaki, jina la mjomba, jina lako mwenyewe. Kwa hiyo sio wewe unaishi, bali ni Kristo ndani. Si kama nielewa jamani. Haleluya. Kusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wanaonewa spiritually, rohoni wanaonewa sana. Kuna mtu hali alionayo leo ni matokeo ya kuonewa. Kuna mtu uchumi alionao ni matokeo ya kuonewa. Na jambo la kuonewa, chukua hili nikwambie mimi. Unaweza ukaonewa ukiwa umeokoka na unaimba kwaya, bado unaonewa. Rohoni kuko hivi. Rohoni ukikosa maarifa unaonewa siku zote. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni. Kama haujui, basi utapata shida mpaka utakapojua. Ndio maana kwa Mungu maarifa ni kitu cha muhimu sana. Labda nikwambie hii, maarifa ni kitu cha muhimu sana kuliko hata maombi. Narudia ili ujue sijakosea. Kwenye ufalme wa Mungu maarifa ya kiroho ni ya muhimu sana kuliko maombi unayofikiria. Yale mambo ya nang'oa naponda, utaponda mno. Ndio maana kuna watu wanang'oa wanaponda lakini hawana hela mfukoni. Kuna mtu anang'oa anaponda ila na kichongo. Anang'oa anafyeka, utasimama kinyume wewe ila kila siku kichome. Unaendeleaje? Naenda kufyeka, una kichome chako. Kwa nini? Kwa sababu unaweza shetani sio kwamba atakuzuia kuomba. No. Ibilisi anaweza kukuruhusu omba uwezavyo, nena kwa lugha unavyoweza. Ungemuuliza Danieli, ukifika mbinguni muulize Danieli sura ya 10, mkuu wa anga la Uajemi amemcheki Danieli anasoma, anaomba, anasoma vitabu, anaomba. Mkuu wa anga la Uajemi hajawahi kumzuia Danieli asiombe wala asifunge. Amemwacha funga uwezavyo. Mkuu wa anga la Uajemi yuko kimkakati, anazuia majibu. Danieli unaomba uwezavyo ili upate majibu.
Kwa nini? Shetani sometimes ana akili sana na ana maarifa ya kiroho. Ndio maana maandiko yanasema wala hatupaswi kukosa kuzijua fikira zake. Kwa nini? Kwa sababu anaweza akakuruhusu omba uwezavyo, lakini akakunyima kujua ukweli. Ukiwa hauna maarifa ya kiroho, hata kuomba kwako utaomba nini? Ndio wale nawakuta watu wana nguvu kubwa ya kuomba, lakini hajafanikiwa. Mpaka kuna wakati akikaa akiwaza, anasema kwa maombi haya mimi mbona sitoboi? Lakini yuko so powerful. Umekosa maarifa. Ni sawa na mtu ambaye una silaha nyingi lakini hujui adui alipo. Okay, watu ambao wamewahi kuangalia movie za kivita mtafahamu. Kuna mtu anaitwa sniper ni mdunguaji. Yaani anakaa mahala, alafu anakuvizia, anakudungua pia, alafu anakaa kimya. Wewe uliyepigwa unaweza kutafuta yuko wapi. Kwa sababu hujui halipo, utajikuta unarusha silaha zako ovyo ovyo. Unapiga huko, unapiga kule, unapiga. Anakudungua mtulia tu. Ukipiga ukimaliza ukizubaa, anakudungua tena pia, anatulia kimya. Wewe unatafuta yuko wapi? Utakuwa unarusha silaha zako ovyo. Ndivyo walivyo waombaji wasio na maarifa. Unamkuta mtu anakuja mbele zako na kila mtu uliopandwa miti ya kiroho anatoka hapa anaamia. Kwanza leo anajifungua nianze kufunga. Anagusa maeneo ambayo hata shetani ametulia tu, anasema gusa uwezavyo. Kwa sababu rohoni kuna kanuni moja. Unapoonewa na roho ya kukataliwa, unapoonewa na roho ya kucheleweshwa, roho ya kucheleweshwa imetulia kwako ya kuonea. Kila ukitaka kuchukua hatua unahairisha, kila ukitaka kwenda unakwama. Imetulia pale kwa kimya. Wewe hujui kama ipo, ila wewe unaomba kuvunja nguvu za giza. Nazivunja nguvu za giza, na feka na kuatua. Hujaigusa, inatulia kimya. Itakunyoosha, utazivunja nguvu za giza, lakini yenyewe ni nguvu ya giza ila ipo. Ni mpaka identify. Utaniuliza, mwalimu, unajuaje mambo hayo? Bwana Yesu anasema wazi, anamwambia mtu aliyeteswa na mapepo, anamwambia ewe pepo bubu na kiziwi. Unaelewa? Anakwenda straight Bwana Yesu. Anajua huyu pepo. Bwana Yesu hajasema tu na waamuru kuanzia sasa mapepo wachafu mnyoke mtoke. Anakwambia tu ewe pepo bubu na kipofu, mimi nakwambia mtoke huyo. Kama mtu kamepona tayari. Kwa nini? Ulimwengu wa roho ukiligusa tatizo kama lilivyo linakosa nguvu. Amen. Ndio maana hata Mungu ana nguvu. Kwa nini? Kwa sababu haonekani. Shetani sio kwamba hana nguvu, anazo, ni kwa sababu haonekani. Yaani rohoni ukishaonekana ni kanuni. Rohoni ukishajulikana huna nguvu tena. Ndio maana kuna ukifanikiwa wewe kwenye pita zako ukamkuta mchawi anawanga, yule mchawi yani hana nguvu. Ukimwambia kaa hapo mpaka asubuhi nikukuta atakaa. Kwa nini? Cha rohoni kikishafunuka hakina nguvu. Ndio maana hata Mungu hutokuja kumuona ili aendelee kuwa na nguvu juu yako. Unaelewa eh? Kama Mungu angekuwa anapatikana sokoni pale, Mungu asingekuwa na nguvu juu yako. Kwa sababu kila utakujisikia tu, hebu acha nipite nikamcheki jamaa. Kwa nini utamcheki Mungu unaendeleaje? Yaani wala usingemheshimu. Ni kama tu, hebu waza kwa mfano shetani yuko Hedalu. Yaani kibanda chake kiko, jamaa anaishi Hedalu. Ibilisi anaishi Hedalu kwenye kibanda chake. Kwa mateso ulionayo na shida alizokupa, unafikiri ungemwogopa? Unajua yuko Hedalu. Ungejipanga umfuate Hedalu, mwambie wewe asikiliza, mimi nishakuchoka. Kwa nini? Ndio maana haonekani, unaogopa. Lakini chochote cha rohoni kikionekana kimekosa nguvu. Hata anayekuonea. Sasa anayekuonea anaweza kuwa ni mamlaka za kiroho, ni pepo la kisukari, ni pepo la kukataliwa, ni pepo la kuachwa, ni pepo la kukukatisha tamaa, ndio anayekuonea. Sasa huwezi kujua isipokuwa kwenye neno hili. Sasa Mungu atanitumia mimi, sio tu kukwambia kwa ujumla, no, nitakwambia specifically kinachokusibu na kinachokusumbua, na Mungu atakusaidia leo kwa jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa milele, naomba msaada wako. Nimeonewa sana na sasa inatosha. Kwa hiyo tunapojifunza fundisho hili kwa habari ya spiritual oppression, kuonewa kiroho, kuna watu ambao kwa asili mmeonewa sana, na mpaka leo maisha yako yalivyo ni matokeo ya kuonewa kwako. Kuna mtu ambaye haukutakiwa leo kuwa hivyo ulivyo, sio. Ulitakiwa umeshapiga hatua kubwa sana katika nyanja mbalimbali, hiyo ni kihuduma, hiyo ni kiuchumi, hiyo ni kindoa, mahusiano, afya. Ulitakiwa uko ahead, uwe mbali sana. Lakini kwa sababu ya spiritual oppression
unaonewa kiroho. Kila hatua ukipiga inashikwa hatua yako, unaanza moja tena. Unaweza kuanza biashara kwa mfano, ukasema jamani, nimejisikia kabisa kuanza biashara ya nyanya. Unatoa matenga ya nyanya Same hapa, unasema nipeleke Dar es Salaam biashara ya nyanya hii, nikauze nyanya Dar es Salaam. Lakini rohoni wanakujua kwa biashara hii ya nyanya unatoboa. Wanachokifanya ni nini? Unaonewa kwenye biashara yako. Kwa hiyo unapoanza sasa kuchukua biashara ya nyanya hapa Same, unakodi kenta yako ielekee Dar es Salaam pale Mabibo kwenye soko la ndizi na nyanya na mambo mengine. Kenta inavyokwenda inafika Chalinze. Inafika Chalinze kwenye kona, dereva anaikata kona sana. Kenta tairi moja linapasuka, kenta linalala chini, inadondoka. Haijafika Dar es Salaam bado. Inakaa siku ya kwanza, anatumwa fundi kufika pale. Watu wanageuza, tengeneza tairi shida siku ya kwanza. Siku ya pili nyanya zinaiva. Safari inaanza siku ya pili, unafika Mlandizi pale linatokea la kutokea. Tairi la mbele lina basti, gari linaingia kwenye majaruba ya mpunga. Unaita watu na kusaidia, nyanya zinaiva. Yaani mpaka unafika Ubungo Mataa kabla ya Mabibo, nyanya zote zimekuwa masalo. Unafika Mabibo pale wachuuzi wanakupokea, wanakwambia oya, hizi nyanya tenga shilingi ngapi? Unamwambia jamani, kila tenga moja 1080. Unakwambia hamna cha 80 hapa. Nyanya zimeshakuwa masalo, tutakupa kila tenga 15,000. Utaki, rudi nazo Same. Unasema jamani, sina jinsi, nipeni. Kwenye mzigo wa milioni 6 unaondoka na 3,500. Unajitia moyo, unasema hayo ndio mapambano yenyewe, ili mradi mkono kinywani. Ni maneno ya wengi hayo. Ni maneno ya wengi sana. Ibilisi amekuzuia na kuonea, alafu anakuachia kidogo angalau unapumua. Unasema hata hichi namshukuru Mungu, hata hichi. Si hata hichi, ulitakiwa kuwa na zaidi ya hicho. Haleluya. Misemo ya duniani tuachane nayo. Mshukuru Mungu, yaani wenzako wanakutia moyo, mshukuru Mungu hata kwa hicho. Mimi nakataa kwa jina la Yesu. Hilo ni neno la kuwafanya watu wakae kwenye comfort zone, kwenye ukanda wa faraja. Yaani unafarijika lakini huna maendeleo. Ndio yale tulieni wapendwa. Ndio maana injili za zamani zilitupa hatua fulani, lakini hatutakiwi kuzishikilia hizo injili. Kwa nini? Zilikuwa ni injili za faraja ambayo hupigi hatua ila unafarijika. Unashangaa mtu anakuhubiria neno, anakuambia vumilia shida ulionayo, ni ya kitambo kidogo. Bwana atakuja kutuchukua tumlaki mawinguni kitambo kidogo. Lakini wewe shida hiyo umekaa miaka 7. Miaka 7 ni kitambo kidogo? Sio kweli. Ni injili za kututuliza. Tulieni, Mungu anawapenda, tulieni, tunakwenda mbinguni. Sawa, tunakwenda, lakini tunaendeje? Kwa sababu kwenda, unajua kati ya kitu ambacho utakishangaa, siku moja utakuta watu mbinguni ambao hata huko duniani ni kama walikuwa wamtaki Yesu, wako bize kutafuta hela. Mtajikuta wote mko mbinguni. Kwa hiyo yeye kashakula mema ya nchi, wewe uko umepigika, umekwenda kwa Baba. Ndio maana lile andiko linasema hivi, heri wafu wafao katika Bwana ili wapate kupumzika. Uliwahi kuwaza wanachoshwa na nini mpaka wakapumzike? Kwa hiyo kuna watakao ingia mbinguni kupumzika, na kuna watakao ingia mbinguni kwa sherehe, kumlaki Bwana na kumwimbia siku zote. Wewe unayepumzika utawezaje kumwimbia Bwana siku zote? Unahitaji pumziko. Naomba nije nikusifu, malaika anakuambia pumzika. Mifumo ya ugweno imekupiga sana, pumzika. Haleluya. Kwa nini nakufundisha hivi? Kwa sababu unaweza ukaonewa kiroho na hauto notice kwamba hapa naonewa. Sio, kwa sababu uonevu wa kiroho ukija kwenye ulimwengu wa mwili unadhihirika kama matatizo na changamoto za kiwanadamu. Kwa hiyo utapata hasara ya tenga za nyanya. Utasema biashara ya nyanya bwana sio nzuri sana. Biashara ya nyanya, najua watakushauri wenzako kwenye vikoba ulikochukua mkopo, watakwambia biashara ya nyanya sio nzuri sana, hebu jaribu kufanya biashara ya mkaa. Utasema mkaa hapo kweli? Unachukua mkaa wako Same, unasema mkaa huu nichukue Same niwapelekee watu wa Arusha, kwa sababu Arusha kule mkoa wa Arusha, sijui mkuu wa mkoa mkali sana amewakataza kukata kuni, kwa niwapelekee mkaa. Gari lako la mkaa, magunia ya mkaa linaondoka lile pale, linafika himo kwenye kona, linakata kona, linaenda zake vizuri sana. Kabla lijafika sijui mahala huko mbele kwenye daraja vya kuelekea Moshi, tairi inapasuka, mkaa unalala kwenye mto, mkaa wote umeloa. Unaanza purukushani za kuanika mkaa. Unakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, unakwenda yule vizuri sana. Unafika kule, unawakuta wachuuzi wanakwambia mkaa huu ushaloa, mkaa haufai. Unasema jamani, kuna gari nyingine nimeagiza. Unaagiza kenta nyingine, kinakuja kuleta mkaa, umeshapata soko la mkaa.
Kumbe waliokuwa wanachoma mkaa wamevuna mkaa wakaweka kwenye gunia. Kuna kamkaa kamoja kalikuwa kajazima vizuri. Kwa hiyo gari likikimbia sana kamkaa ndio kwanza kanakolezwa, gunia mbili zinawaka moto. Watu wanapiga kelele, dereva anasimama, gunia watu wanashusha magunia. Hapo hujafika hata Moshi, wanashusha magunia, mkaa unawaka zima, unakula hasara. Utajikuta kila unachogusa utoboi. Ndio maana tuna kundi la watu ambao wamefanya biashara zote. Kuna mtu kashauza maziwa, kuna mtu kashawahi kuuza vocha, kuna mtu kashawahi kuuza pombe, kuna mtu kashawahi kuuza vitenge, kuna mtu kashawahi kuuza viatu. Amefanya vyote, hajatoboa hata kimoja. Kwa nini hajatoboa? Anaonewa rohoni. Kwa hiyo hamjui adui yake alivyo. Analusha tu silaha ovyo, mara biashara za viatu amefeli, anauza spapanko kafeli, anauza sijui njofesi kafeli, anasema anania kwenye vitenge, anakuwa mkulima wa mashamba, anahangaika sana mpaka mwisho wa siku anaingia kwenye kazi ya kuokota makopo. Anaokota makopo, unatiwa moyo. Ukiokota makopo kilo 5 22,000, umesema isiwe kilo 5 tu, unaingia kuokota makopo, kumbe ndio umeingia kwenye mfumo wa laana. Zamani ukiokota makopo mwinjilisti umelaaniwa. Leo hii ukiokota makopo ni ajira. Unaona dunia ilivyo? Dunia ni ajabu. Dunia inapindua mambo yote ya giza, inayapaka mafuta yanaonekana mazuri. Ukiokota makopo zamani, yani wewe ni chizi. Tunazoea machizi ya kuokota makopo. Ila leo kuokota makopo ni biashara. Yani ndio kazi mtu anatia moyo, lakini hawajashtuka. Hakuna aliyekota makopo anavaa suti, hayupo hata kama unapata hela. Fuatilia wakota makopo. Utaenda kukota makopo umependeza, umevaa kijora kama hicho, nani atakuelewa? Mkota makopo kwanza na masuruali yako personal. Haleluya. Kama eti kilo 5 tunapata 25,000. Kwa hiyo basi wangeanza kubadilika wao kwanza. Ni laana imefichwa kwenye ile kazi. Dunia inachokifanya leo inawaonea watu sana. Inakuonea kwenye sehemu ya familia. Familia za watu zimeonewa. Hakuna mwanafamilia atakayefanikiwa kwa uchumi. Kwa hiyo wakifanikiwa kukuonea kwenye uchumi wa familia, wanakupa wazo kwamba hujasoma, kazi hazipatikani. Siku hizi kazi watu wanapeana, huwezi kupata. Cha kufanya nini? Jiajiri. Unajiajirije? Kujiajiri mwenyewe una mtaji, anza taratibu kwa kuokota makopo. Inakuja kama idea. Unawazani makopo yenyewe chupa za maji tu hizi. Sio anakunywa tu maji, hata mimi nikinywa naweka. Ndio maana kama uko hapa umeanza kunywa maji nyumbani afu unatunza makopo nyumbani, uwe makini. Mfumo yani unaingizwa kwenye mfumo taratibu. Kwa sababu unaanza kunywa maji unayatunza. Eti unakunywa maji utupi, unatunza kwenye kona. Umeyakusanya mpaka leo yako mengi pale. Mwenzetu. Walianza hivyo. Haleluya. Nani unanielewa kidogo jamani leo? Unanielewa angalau kidogo? Okay. Sababu hiyo sasa unaonewa kwenye uchumi wako, alafu unapewa wazo, okota. Unaokota chupa. Unasema jamani siokoti makopo, naokota chupa za maji. Unaona neno lilivyo? Ni makopo yale. Lakini linapokwa mafuta linabadilishwa ili liwe zuri, chupa za maji. Ulimwengu ndio ulivyo. Ulimwengu unapindua mambo yote yaliyo ya kimungu mazuri, yanayogeuza yanakuwa mabaya. Leo hii kwa mfano, mimi nimesafiri, nimekuwa Israeli. Mimi nimezunguka, nimekuwa Misri. Mimi nimezunguka, nimekuwa kwenye nchi ya Jordan. Maeneo mengi ya kibiblia kwenye injili nimefika maeneo mengi sana. Leo hii kwenye nchi ya Misri kwa mfano, wakati wana wa Israeli walikaa eneo linaitwa Goshen. Leo hii ukifika Goshen, stori ya pale ni ya tofauti kabisa. Stori ya pale haielezei kwamba wana wa Israeli walionewa, kwa sababu walionewa pale. Walionewa kwa sababu wakanyimwa majani ya kufanyia matofali, wakanyimwa vitendea kazi, wakapigwa sana, wakaonewa mpaka wakamlilia Mungu. Ndio Mungu aliposikia kilio akamtuma Musa, akamwambia nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nenda ukawaokoe. Lakini leo hii ukifika Misri, wale matua guide wa Misri hawakwambii kwamba wana wa Israeli hapa walionewa, sio. Watakwambia kwamba wana wa Israeli kulikuwa na njaa Uyahudi wakati wa Yakobo. Kwa hiyo Misri ikawachukua kuwatunza ili kuwalisha na kuwahifadhi njaa isiwaue. Unaelewa? Wanakwambia hivyo. Ukiuliza sasa, mbona naandika walionewa? Wanakwambia no, those are philosophers. Hao ni wanafilosofi tu walioandika mambo hayo, lakini hapa walitunzwa vizuri. Hata siku ya kuondoka walifungashiwa hazina nyingi, wakaambiwa nendeni. Wakati Biblia inasema hivyo, wakati wanaondoka waliondoka kwa jeuri. Yaani wana wa Israeli wakati wanaondoka, lile pigo la wazaliwa wa kwanza kufa, wakaruhusiwa waondoke. Wanawake wa Kiisraeli
Wakimkuta mwanamke wa Kimisri amependeza, ana chain, anamwambia tunaitaka hiyo chain, vua haraka. Mwanamke wa Kimisri anavua haraka, chukua na anaondoka. Yaani wakikuta nguo nzuri, tumevulia hiyo, nivulia nichukue, naondoka. Wanakwambia ukikataa tunalala, tukilala wewe unakufa mwingine kweli. Kwa hiyo wakaondoka kwa jeuri kwa sababu ya kuonewa. Ukiwasikiliza tena matua gaida, wale waongoza safari hizi za kiimani kule Misri, ambao ni wa Misri, wanakwambia Waisraeli, nchi ya Israeli leo ilivyo haijajengwa na Israeli peke yake, imejengwa na Wamisri pia. Kwa sababu wakati wanaondoka, kuna baadhi ya Wamisri waliwasindikiza kwenda kuwasaidia teknolojia kule Israeli. Ni tofauti leo hii. Kwa mfano, ukienda eneo ambalo amezaliwa Yesu kabisa, kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 1, andiko linasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Kwa maana tumeiona nyota yake mashariki. Bethlehemu, eneo ambalo alikuwa anakaa Daudi, eneo ambalo Bwana Yesu alizaliwa Bethlehemu. Nimefika pale mpaka kwenye eneo ambalo lilikuwa ni hori la ng'ombe alikozaliwa Kristo. Nimefika na nikakaa nikapaona. Eneo lile leo hii sio la Kikristo, ni eneo la ndugu zetu, nanielewa, na uruhusiwi hata kufungua Biblia wala kuomba, marufuku. Ni eneo linaloshikiliwa na ndugu zetu wa Palestina, ambao wa Palestina hawa kibibilia ndio hawa wa Filisti. Nanielewa jamani? Ndio maana vita ya Israeli na wa Palestina ni vita ya Israeli na Filisti, haijaanzia leo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi sana ya kibibilia leo yamegeuza. Mkuu wa Zakayo kwa mfano huko Yeriko, alafu mkuu wa Zakayo huko barabarani. Mkuu wa Zakayo ni kama huko, ni kama pale ni kama barabara kubwa ya kwenda Moshi, pembeni ndio kuna mkuu. Yaani ni eneo la barabarani. Ndio maana Yesu alikuwa anapita akamwona Zakayo mkuyuni. Mkuu wa Zakayo leo hii ni Yeriko. Yeriko iko chini ya mamlaka za ndugu zetu. Unusia kufika kwenye mkuu wa Zakayo kusema Bwana Yesu, yaani jamalizia Yesu shakula mikwaju. Maeneo mengi sana yamegeuzwa. Hata ukifuatia kwa mfano makanisa ambayo Paulo alihubiri, leo hii unaona kwa mfano kama Uturuki kuna makanisa ya Efeso. Hili kanisa la Efeso kule Uturuki leo hii Ukristo hakuna, ni ndugu zetu na wametawala na wanashika kwa nguvu. Uruhusiwi mpaka lile eneo ambalo nimefika. Maeneo mengi ya kibibilia yamegeuzwa yalivyo sivyo yalivyo leo. Ndio maana mpaka leo hii Wayahudi, kuna Wayahudi, wewe uliokoka unaamini Yesu alikufa msalabani. Kuna Wayahudi hawaamini kama Yesu kafa msalabani. Kuna Wayahudi mpaka leo hawajaokoka. Yaani kusema Bwana Yesu asante, kuna Wayahudi wanaweza kukutemea mate. Hawaamini kama Yesu aliwahi kuja, kwa sababu alidanganywa tangu alipofufuka. Maandiko yanasema askari wakaingia mjini kupeleka habari. Wakuu wa makuhani wakawaita askari wakamwambia, sikilizeni, msiseme kwamba huyu jamaa amefufuka. Semeni kwamba huyu wanafunzi wake wamekuja usiku wakamuiba tulipokuwa tumelala sisi askari. Ile kitu kidogo. Mathayo 28 mstari wa 11. Mathayo sura ya 28 mstari wa 11. Nisitumie muda mrefu sana kwa sababu siku ndefu leo, natambua watu wamechoka sana. Mathayo sura ya 28 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: na wale waliokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini wakawapasha wakuu wa makuhani habari ya mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri. Hebu sema wakafanya shauri. Wakawapa askari fedha nyingi, sio fedha kidogo, ni michuzi ya kutosha. Wakawapa askari fedha nyingi wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala, na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Mstari wa 15. Basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea katika Wayahudi hata leo. Wayahudi mpaka leo wanaamini Yesu hajafa msalabani. Una bahati sana wewe unayeamini Yesu amekufa msalabani, na mimi nakuthibitishia amekufa kweli msalabani. Iamini Injili. Amen. Kwa hiyo Wayahudi hao walidanganywa, ndio maana wanaamini kwamba Yesu hajafa. Walidanganywa mpaka leo wanaamini hivyo hajafa. Ni wachache tu wanaopata neema ya kuokoka, na wakiokoka wanakuwa more powerful kuliko mtu yeyote unafikiria wewe, kwa sababu wokovu watoka kwa Wayahudi. Haleluya. Sababu hiyo unapokuwa unaonewa kiroho, umuone adui,
unaweza ukaonewa sana. Hata wana wa Israeli leo hii wanaonewa mno kwa sababu hiyo, na ndio maana utakuja kuona kila sehemu dunia inapindua, mambo mazuri yanakuwa mabaya. Nimefika maeneo mengi sana mpaka nikashangaa. Kuna eneo nikifika naangalia pale, namuuliza yule tour guide wetu, hapa tuko wapi? Anakwambia hapa tuko Rama. Nikicheki kwenye Biblia ndio Rama alikokuwa anakaa Samueli, lakini leo hii hiyo Rama uwezi hata kuambia kwamba ni Rama, uwezi. Kuna maduka yako pale, wanafanya biashara wengi ni wa Palestina, yani zimejaa kule, salamu zao zimejaa kule, mpaka unaanza jamani, si ndio Rama hii? Unasema basi jamani, hebu nizunguke kidogo. Yani maeneo ambayo angalau ni kama Kapernaum, ni kama eneo ambalo Kapernaum liko pale, ndio eneo ambalo halina mtu anayekaa, ni magofu. Mpaka lile kanisa la walipokuwa wanakwenda Bwana Yesu kufundisha, watu wamejaa mpaka nje, watu wakakosa sehemu ya kumpitishia mgonjwa wao, wakatoboa dari. Kanisa lipo mpaka leo, lakini hakuna anayekaa. Ni mji uliokuwa hoi, umechoka. Ni kama leo tuseme Kilwa Kivinje kwenye magofu ya wale watu wa utumwa. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo nakwambia unaweza ukaonewa spiritually na wala usijue. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninakataa kuonewa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba usimame pale ulipo. Naomba usimame pale ulipo. Bali shika sadaka yako mkononi mwako. Shika sadaka mkononi mwako. Jesus. Napotaka kuimba wimbo huu, shika sadaka yako mkononi mwako. Haleluya. Serafi, makerubi wanaimba, haleluya, 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 amen. Serafi, makerubi wanaimba, haleluya, 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 Tunapotaka kuomba, nataka tuingie kwenye maombi ukiwa na sadaka yako mkononi mwako. Lengo ni nini? Tuitumie hiyo sadaka kama chambo mbele za Bwana ili kumshawishi Mungu ashughulike na maisha yako. Inawezekana umeonewa sana, inawezekana umeteswa sana, na nilisikia kwa habari ya kuwa na mkesha, na sababu hiyo kila unayenisikia hapa, endelea kujiandaa na siku hiyo, lakini pia endelea kualika watu kwenye semina, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Mafundisho haya yanalenga kuwafungua wote wenye mwili, sio Mkristo, sio Muislamu, sio yeyote, kwa sababu kila mtu anaonewa kwa namna yake. Hebu shika sadaka yako mkononi mwako, sema maneno haya. Sema: Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jioni ya leo, siku ya kwanza ya semina, najiweka wakfu kwa ajili yako. Baba, ninaomba kila uonevu ninaopitia kwenye maisha yangu, kwenye familia, kwenye uchumi, wewe unaokataa, kwa jina la Yesu ninakataa kuonewa kiroho, ninakataa kuonewa kiroho
kuanzia sasa ninakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa milele, ninajitenga leo na uonevu wa familia, uonevu wa ukoo, uonevu wa uchumi, kuanzia leo na siku zote. Amen. Funika macho pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba kwa ajili ya watoto hawa uliowapa nafasi na neema mbele zako, mbele ya madhabahu yako takatifu, kila uonevu ulioinuka kwenye maisha yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, wewe unayesikia popote pale ulipo, ulio kwa njia ya mtandao, ulio kwa njia ya mtandao, wewe unayesikia popote pale ulipo, uwe ndani ya Tanzania, uwe nje ya Tanzania, uwe ndani ya Tanzania, uwe bara la Afrika, uwe bara la Ulaya, uwe bara la Asia, uwe bara la Marekani, popote pale ulipo unayesikia, naondoa kuonewa kwako, naondoa uonevu juu yako, spiritual oppression naondoa kwenye maisha yako, uonevu kiroho na uondoa kwenye maisha yako, kuonewa kwenye biashara, kuonewa kwenye kazi, kuonewa kwenye ajira, kuonewa kwenye ndoa, kuonewa kwenye uchumi, kuonewa kwenye afya, kuonewa kwa magonjwa, magonjwa ya kifafa, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya pumu, magonjwa ya damu, magonjwa ya macho, magonjwa ya masikio, magonjwa ya ngozi, fangasi sugu, ondoka kwenye wingu la kuonewa kwa jina la Yesu Kristo. Randa la masaka libosaya, kuanzia leo naweka uzima tele ndani yako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Pigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Unapokuja kuachilia sadaka yako na kurudi kukaa pale, nimkaribishe mratibu na kiongozi wa ibada kwa ajili ya kukuachilia baraka siku ya leo.